nini kauli ya serikali kuhusu miradi hii ambayo imechelewa kuanza ama ile ambayo ilianza kusuasua. Katika bunge lililopita hili la juzi, Junzo TV, sauti ya jamii. Tumepitisha sheria ambayo inatuhakikishia kwamba hakutakuwepo na kusuasua kwa miradi ya ujenzi, miradi ya barabara zote zinazosimamiwa na TANROADS na zile zinazosimamiwa na TARURA. Kwa nini? Tumepitisha sheria sasa ambayo inasema fedha zinazokusanywa kwa ajili ya barabara hazitapitia tena mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ya kisekta ili ziweze kupelekwa kwa wakandarasi ili waweze kutekeleza miradi hiyo ya barabara. Kwa hiyo kilomita zile 9.3 anazozisemea mbunge wa Tarime mjini zitafumuliwa zijengwe upya. Kilomita hizi ambazo mheshimiwa mbunge wa Tarime vijijini amezisema zitakwenda kukamilishwa. Nimepewa taarifa zimeshajengwa kama kilomita 15, bado 10 hivi kuja paka Nyamongo zitakwenda kukamilishwa, lakini Nyamongo kwenda Mugumu zitakwenda kukamilishwa, lakini pia na barabara zingine zinazoendelea kuunganisha mikoa, ikiwemo barabara ambayo inatokea Iguguno kule Singida inakuja mpaka Mwandoya kule Miatu, inakuja mpaka Bariadi, alafu inaunganisha inakuja mpaka mkoa wa Mara, ambapo panahitaji feasibility studies zitakamilishwa, ambapo panahitaji wakandarasi, ujenzi utaendelea. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetibu tatizo la ucheleweshwaji wa fedha kwenda kwenye miradi ya maendeleo, ikiwemo na malipo ya awali, kwa kuhakikisha fedha hizo zinakwenda moja kwa moja kwa mifuko inayotekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo niwahakikishie wana Tarime, niwahakikishie wabunge wa Tarime, niwahakikishie wabunge wa mkoa wa Mara, nimwahakikishie mbunge wa Serengeti, mbunge wa Bunda ya mjini na vijijini, hizi barabara ambazo zilienda zikisuasua, tunavyoanza utekelezaji sasa wa dira na bajeti, ni mambo ambayo tutayasimamia ili wananchi wa mkoa wa Mara wasukume shughuli za kimaendeleo wakiwa na miundombinu rafiki, wezeshi, ambayo inasukuma mbele masuala ya miradi ya maendeleo. Bunge lijalo linaloanza mwezi wa 8, Mheshimiwa Rais alishaelekeza na mimi kama mtendaji mkuu wa serikali nimeshaelekeza, bunge lijalo la mwezi wa 8 tunaenda kufuta sheria inayotaifisha mifugo ya Watanzania. Hatuna maana tunapunguza umuhimu wa kuzingatia maeneo ya uhifadhi, lakini tumetathmini tukagundua kwamba sheria hiyo inawatia umaskini wa Tanzania. Tumegundua katika baadhi ya maeneo adhabu imekuwa kubwa kuliko kosa lililotendwa. Na mimi niwaambie Watanzania, mjukuu wa Mara, hatukuumbwa na aibu wala kupakapaka mafuta. Jambo lililo na ukweli tunalitaja kama lilivyo. Nyeupe ni nyeupe, nyeusi nyeusi. Hatukufundishwa sisi kupindisha hivi. Sasa kama wanaharakati hawa, mimi sina heshima nao hata kidogo, na wala hata huwa sijali kuwa na heshima nao, kwa sababu nawajua hawa ni wahalifu wa nchi hii, hawajawahi kuitakia mema, wanataka kufanyia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Mimi siwezi kukubaliana na hilo hata iweje. Na waomba vijana wa Nyamongo, vijana wa Tarime, vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, na wala isitumiwe sababu yeyote nyepesi. Si tofauti za vyama vya siasa. Miaka zaidi ya 20 ya vyama vingi, tumeshatoka kwenye uchanga wa vyama vingi, tumeshavuka kwenye uchanga wa vyama vingi. Na ninyi huku uraiani ndio huwa mnaona labda kuna tofauti za vyama vingi, kuna tofauti za uvyama. Sisi viongozi wenu hatuna utofauti huo, ni marafiki kweli kweli. Laiti tungekuwa tunaanika message tunazotumiana.
wala asiwepo mtu akaja akawagawanya kwa misingi ya vyama vya siasa. Na hata hii mambo sijui mikutano imezuiliwa, hii jambo la usalama wa raia na nchi yetu ni kipaumbele namba moja. Tukishavuka hiyo tarehe ngapi hiyo, tunafanya tathmini, mambo yanaendelea. Chuzo TV, sauti ya jamii.